Mbali na hayo, zaidi ya mwezi mmoja tu baada ya ugonjwa wa kutatanisha kukumba mji wa Kisii na kuathiri mamia ya wakazi, serikali sasa imetuma timu ya maafisa wa afya katika kaunti ya Kakamega kufuatia mkurupuko wa ugonjwa mwingine ambao haujafahamika, ambao umesababisha mtu mmoja kuaga dunia na wengine kadhaa kuathiriwa. Ugonjwa huo umewaacha wakazi wa kijiji cha Shimanyiro Ikolomani kaunti ya Kakamega wakiishi kwa hofu, huku makumi ya watu wakiripoti maumivu makali ya tumbo na kifua, homa, maumivu ya kichwa na dalili nyinginezo. Wakazi hao walifichua kuwa licha ya kwenda katika hospitali za eneo hilo, dawa za kuua vijisumu zilizoagiziwa na wahudumu wa afya hazijasaidia lolote kudhibiti hali hiyo, hali iliyopelekea msichana wa miaka 26 kufariki dunia. Akaanza kulia kifua inamuuma. Na mimi nilikuwa tu nampatia hiyo matawa. Akaendelea tu hivyo, lakini alikuwa anaamuka, ukipika kitu anakulako kidogo. Yani hakuonyesha kama mtu mwenye anaweza kufa. Mwanawe wa kiume na mumewe Joyce Katenje wako kwenye hali sawia hata baada ya kupata matibabu, huku wahudumu wa afya wakisema bado hawajafahamu kiini cha ugonjwa huo. Mwanamke huyu anayeonekana kuwa na dalili za ugonjwa huu anadai dawa alizopokea kutoka kwa zahanati hazijampa nafuu hata baada ya kuzitumia. Ilinishika kifua, alafu na mbavu na miguu. Na nikaenda Shima kutibiwa, nikadungwa shindano. Nilipodungwa shindano nikarudi hapa kwa nyumba, na alikuwa amenipea dawa nikameza na sikuona tofauti. Aidha, wakazi wanadai walinyimwa matibabu walipoenda kutibiwa katika vituo vya serikali kwa kuwa hawajasajiliwa chini ya mamlaka ya afya ya jamii SHA. Hata mimi wiki jana nilikuwa na watoto wachukuu wangu watatu, wote walikuwa wagonjwa sana. Hawakuwa wakisimama, hawakuwa wanakula, walikuwa wanatabika. Nikienda kwa usiku wananiambia lazima niende nitafute hiyo kitu yao SHA, na mimi sina pesa. Nivumilia tu na watoto kwa nyumba, lakini Mungu alisaidia wakaamuka. Hata saa hii hawana nguvu, nao ni vichukuu, na mimi mama yao watoto aliwaga, niko tu nao mimi shosho. Nikashindwa nitafanya nini. Halafu kwenye tumekaa, heri yenye tumekamo, hatuna maji, hatuna stima, tunasumbukana tu. Hata manyumba yenyewe ukiangalia ni mvua tu ndiye inanyesha ndani yake. Hata mzee afanyi kazi, mimi sina mahali nitaenda. Sasa hiyo SHA nitapataje hiyo pesa yenye mnataka 6,000 kila mwezi ndio nilipa. Baadhi ya dalili za ugonjwa huu ni mwili kuwa dhaifu, kukosa hamu ya kula, kutapika, kuendesha, maumivu makali ya kichwa, kifua na tumbo, miongoni mwa dalili zingine. Bado wako serious, ndio wao mnaona ambulance zinachukua kupeleka hospitali. Ni uchungu wakati mtu anapeleka hosi, anaambiwa lazima uwe na SHA. Ili hali kwake kwenye anatoka haezi kuafford kujiandikisha kwa SHA. Kwa sasa hatujajua kiini cha magonjwa haya, lakini madaktari wangu wanafanya kazi kuchunguza ili waweze kujua kama kuna outbreak yoyote ya magonjwa katika eneo hili ama ni magonjwa tu ya kawaida ambayo ililemea watu wengi. Sampuli zimekusanywa kutoka kwa waathiriwa ili kusaidia serikali kufanya uchunguzi wa kimaabara ili kubaini ugonjwa huo.